Karibu mtazamaji, tuendelee na uchambuzi wa unabii. Somo lililopita tuliona wanyama wanne katika Danieli sura ya 7, na mnyama wa mwisho ambaye ni mnyama wa 4 tunaona umbo lake ni tofauti na wale wengine, pia na utendekaji wake unakuwa ni tofauti. Yeye alikuwa katili na alikuwa na pembe 10. Maandiko yanasema katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 7, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, alikuwa na meno ya chuma, alikuwa na kuvunja vipande vipande. Umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Mnyama huyu mwanzoni alikuwa ni Rumi ya kipagani isiyojihusisha na mambo ya dini, ndiyo iliyomsulubisha Yesu Kristo. Lakini tukiendelea kusoma Biblia inasema katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 9 kwamba nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichonena maneno makuu. Hapo tunaona pembe ndogo ilizuka na kuziangusha pembe 3 katika zile 10. Kumbuka maandiko matakatifu yanapotumia neno pembe huwakilisha ufalme au utawala au mtawala wakati mwingine. Hivyo pembe ndogo ni ufalme, pembe ndogo ni utawala wa Rumi ya kidini, ambapo kwa lugha rahisi ni utawala wa Kanisa Katoliki, ndio uliozuka na kupindua pembe 3 na kuanza rasmi kutawala dunia katika kivuli cha dini. Na tunaona pembe ndogo hii inajitukuza na kunena maneno makuu, lakini haikuishia hapo tu, bali iliwaua Wakristo wengi mno, zaidi ya milioni 68 katika karne za nyuma. Mtu yeyote aliyekuwa akionekana akienda kinyume na dini hiyo aliteswa na pengine kifo. Hivyo Wakristo wa enzi hizo walioshindania imani ya Kristo, wengi wao waliuawa. Ndio maana katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari 21 pembe hii ndogo inaelezewa tena kwamba nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na utakatifu ikawashinda. Na tukiendelea kusoma katika mstari wa chini kidogo, bado Biblia inaelezea kwamba naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Tukirudi katika kitabu cha Ufunuo, bado pembe ndogo huyo anaelezewa mambo aliyoyafanya na atakayokuja kuyafanya katika miisho yetu ya dunia. Na tukiendelea kusoma katika mstari wa chini kidogo, bado Biblia inaelezea kwamba naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Tukirudi katika kitabu cha Ufunuo, bado pembe ndogo huyo anaelezewa mambo aliyoyafanya na atakayokuja kuyafanya katika miisho yetu ya dunia, kwamba naye akapewa kinywa chake kunena maneno makuu ya makufuru, akafunua kinywa chake amtukane Mungu, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudia. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5 hadi mstari wa 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudia. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5 hadi mstari wa 7. Pembe ndogo ni upapa wa kidini. Papa aliua zaidi ya watu milioni 50 katika kipindi cha miaka 1260. Mnyama wa kwanza anayetoka katika Ufunuo wa 13 ni mamlaka ya upapa wa kidini, yani Vatican. Mnyama wa pili anayetoka katika Ufunuo 13:11 na mnyama mwenye pembe kama za mwana kondoo, hili ni taifa la Marekani. Kwa pamoja utalazimisha ulimwengu kutunza Jumapili kama Sabato. Itaitwa sheria Jumapili, yani the Sunday law. Watu wanaotii sheria Jumapili watapata alama ya mnyama na watapitia mapigo 7 ya mwisho na kupoteza uzima wa milele. Sabato sahihi ni Jumamosi. Watu wanaotunza Jumamosi kama Sabato watapata muhuri wa Mungu na watapata uzima wa milele. Jumamosi ni Sabato. Sabato ilibadilishwa na Mfalme Konstantino mnamo Februari 321 AD. Konstantino aliwaambia watu waabudu Jumapili badala ya Jumamosi kama Biblia inavyoagiza. Siku hizi nchi nyingi za ulimwengu zina wawakilishi wa kisiasa katika jiji la Vatikani. Nguvu kubwa ya upapa kwenye masuala ya ulimwengu huthibitishwa na yanaandikwa kwenye vichwa vya habari katika magazeti ya siku hizi.
Karibu kila neno analolitamka Papa husambazwa hadi miisho ya dunia, na mamilioni kwa mamilioni ya watu hutazama utawala wa Papa kama nguvu yenye ushawishi zaidi katika siasa za siku hizi. Ndilo jeraha la mauti, kwani hakika limepona na ulimwengu utaendelea kumfuata mnyama. Tunao wajibu wa kuchukua hatua sasa, kwani huu ndio ukweli toka katika hiyo pembe ndogo na dini yake ya uongo. Maandiko matakatifu yanasema, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 na mstari wa 3, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mungu wa mbinguni alifanya kazi siku 6, na siku ya saba alipumzika. Siku hiyo alifanya mambo makuu matatu: aliibariki, aliitakasa, akastarehe. Kwa wasomaji wazuri wa maandiko, watakubaliana na mimi kwamba amri ya 4 kati ya amri 10 za Mungu inatutaka tuitunze Sabato. Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Yesu alitunza Sabato. Tena maandiko huthibitisha kwamba hiyo ilikuwa ni desturi yake alipokuwa hapa duniani. Maandiko yanasema, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Luka sura ya 4 mstari wa 16. Paulo mtume alitunza Sabato. Tena ilikuwa desturi yake pia kila Jumamosi kwenda kuabudu. Maandiko yanasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko matakatifu Sabato 3. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 2. Wanafunzi wa Yesu waliitunza Sabato. Maandiko yanasema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Luka sura 22 mstari wa 39. Sabato itatunzwa hadi mbinguni. Maandiko yanasema, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kitabu cha Isaya sura ya 66 mstari wa 23. Kwa maelezo haya binafsi, inayo haja kuanza kuitunza Sabato sasa, maana wanaong'ania kuitunza Jumapili unapewa onyo kali kusema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Ufunuo sura 18 mstari wa 4.